Katika muda huu ambapo baadhi ya sehemu za nchi zinashuhudia mvua ya masika iliyoleta mafuriko na uharibifu, si jambo geni kwa ugonjwa wa malaria kukithiri nyakati hizi kutokana na ongezeko la mbu na viwiliwili vyake majini. Mengi yamenenwa tangu jadi kuhusu ugonjwa huu hatari, lakini ipo haja ya Afrika, hususan Kenya, kupiga hatua zaidi katika vita dhidi ya malaria. Kwani watoto wasiopungua 96 hufa kila siku humu nchini kutokana na malaria, hasa katika mikoa ya Nyanza na Magharibi. Mabadiliko ya hali ya anga yamesababisha ugonjwa huu kuenea katika mikoa ambayo awali haikuwa ikiathiriwa na malaria. Tulikuwa na karibu watoto 96 wakikufa kila siku, na hii sasa imepunguka karibu kwa nusu tuseme, ambao sasa tunasema labda watoto 50 wanakufa. Huku maambukizi ya malaria yakitishia kusambaa wakati huu wa mvua, kutoka wiki ijayo serikali kwa ushirikiano na Hazina ya Dunia itaanza kunyunyuzia dawa zaidi ya makazi milioni 1 katika mikoa ya Magharibi, Rift Valley na Nyanza, pamoja na wilaya zinazopakana na zile zenye idadi kubwa ya visa vya malaria. Hii ni pamoja na kuhimiza matumizi ya vyandarua au neti za mbu. We want to ensure that we are going to spray. We've seen the rain intensity is increasing, so we need to do very intense spraying. Mzigo wa ununuzi wa dawa za malaria kwa serikali pia umepungua, kwa kuwa sasa itanunua dawa hizo kwa shilingi 30 pekee badala ya 600 za awali kwa kila mgonjwa. Mgonjwa hata hivyo ataendelea kuzipata bila malipo katika zahanati na hospitali za serikali. Carol Nderi, KTN leo.